Wakishindwa kumwondoa John Heche uongozini Chadema, njama ifuatayo ni kuuawa kabisa John Heche. Si matamshi yangu, ni madai na taarifa za ndani zinazoibuka sasa hivi nchini. John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, anapigwa vita na wanachama wenzake ndani ya upinzani baada ya kukataa ombi la kufanya maridhiano na CCM kutokana na amri ya Tundu Lissu, ambapo Tundu Lissu mwenyewe pia alikataa maridhiano haya. Inadaiwa kuna mamilioni ya fedha sasa hivi yaliyohongwa ama kutolewa kama rushwa kwa baadhi ya viongozi wa Chadema kumtimua John Heche katika ofisi ya makamu mwenyekiti wa Chadema ndani ya chama hicho. Inadaiwa mpango huo wa kutimuliwa ukishindikana, plani ya pili ama plan B ni kuuawa kabisa John Heche ili maridhiano yafanyike. Lakini madai haya yana ukweli gani? Na nani aliyetoa madai haya mazito? Na ni mpango gani huu ambao hatuujui unaoendelea dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche? Jiunge nami ni kutaarifu yote haya, lakini kabla nifanye hivyo, chukua sekunde yako moja, like video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. John Heche yuko katikati ya dhoruba nyingine ya kisiasa nchini Tanzania usiku huu. Lakini safari hii madai haya yana uzito mkubwa zaidi. Mbaya zaidi ni madai ya kuuawa John Heche iwapo mipango hii itaweza kufeli. Mwanaharakati maarufu sasa anadai kuwa kuna kampeni iliyoratibiwa ya kumwondoa mmoja wa viongozi waandamizi wa Chadema, kwamba kuna madai ya rushwa ya fedha nyingi, mamilioni ambayo yamehusishwa, na kwamba usalama binafsi wa John Heche unaweza kuwa hatarini, mbaya zaidi kuuawa. Hata hivyo, mwanaharakati huyu ameenda mbali zaidi kusema John Heche is a dead man walking, alichomaanisha kwamba John Heche ni maiti tu inayotembea. Haya ni madai ambayo yakidhibitika kuwa kweli yatakuwa miongoni mwa madai mazito zaidi ya kisiasa kuwahi kutolewa tangu matukio yaliyohusisha maandamano ya tarehe 7 Julai. Lakini kabla hatujaendelea, ni muhimu kuweka jambo moja wazi kabisa, na hii ni ilani. Kila kitu katika ripoti hii kinatokana na mwanaharakati Mange Kimambi kupitia akaunti zake rasmi za mitandao ya kijamii, na haya ni madai tu, hayajathibitishwa na serikali au jeshi la polisi. Vilevile Chadema hawajasema lolote kuhusiana na madai haya mazito ya njama ya kuuawa John Heche. Hakuna ushahidi uliowasilishwa hadharani kuthibitisha madai haya, na watu waliotajwa hawajatoa majibu hadharani. Sisi kama Simulizi Media tunaripoti kauli hizi kwa sababu zinasambaa sana mtandaoni baada ya mwanaharakati Mange Kimambi kufichua na kusema kuna ukweli nyuma ya ripoti hizi. Kulingana na Mange Kimambi, kuna jitihada zinazoendelea ndani ya Chadema za kumwondoa makamu mwenyekiti John Heche katika nafasi yake ya uongozi. Anadai kuwa baadhi ya viongozi ndani ya chama hicho tayari wamekubali kile anachokiita maridhiano na chama tawala cha CCM cha Samia Suluhu, na sasa anadai wanajaribu kumweka mtu mwingine kuchukua nafasi ya John Heche, mtu ambaye yuko tayari zaidi kuunga mkono mchakato huo wa maridhiano. Mange Kimambi anadai kuwa hili si suala la kawaida la kutokubaliana kuhusu mikakati ya chama. Anadai kuwa kampeni hiyo imepangwa kwa ustadi mkubwa, ikihusisha kile anachokiita vishawishi vya kifedha vinavyotolewa ili kushawishi maamuzi ya uongozi wa ndani ya chama. Hata hivyo, haitoi ushahidi wa kimaandishi kuthibitisha madai hayo katika machapisho yanayosambaa sasa. Anadai zaidi kuwa kampeni hii dhidi ya John Heche sasa imeingia katika hatua anayoiita mpango wa pili, yani plan B. Kulingana na Mange Kimambi, baada ya jitihada za kumwondoa John Heche kisiasa kufeli ama kukabiliwa na changamoto, hali imekuwa hatari zaidi. Tena haya ni madai ya Mange Kimambi pekee na hajathibitishwa hata kidogo. Anadai ya kwamba hali imekuwa mbaya na hatari zaidi, kwani iwapo mpango huu wa kuondolewa John Heche utaweza kufeli, basi huenda kukawa na mpango plan B ya kuuawa John Heche. Mange Kimambi anadai moja ya madai mazito zaidi anayotoa yanahusu usalama wa kibinafsi wa John Heche na familia yake. Mange Kimambi anaandika kuwa amepokea kile anachokiita taarifa za siri nzito sana, inayoonyesha kuwa Heche sasa yuko hatarini. Mara kwa mara katika chapisho hilo lake anamtaja kama mtu anayetembea akiwa tayari amehukumiwa kifo, yani a dead man walking. Hicho ndicho alichoandika.
jambo linaloashiria kuwa anaamini maisha yake yanaweza kuwa hatarini iwapo hatua za ziada za kiusalama hazitachukuliwa dhidi ya watu wanaompangia njama hii John Heche. Aidha, anamtaka mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kuingilia kati mara moja. Kwa mujibu wa Kimambi, Lissu anapaswa kuhakikisha binafsi kuwa John Heche anapata ulinzi wa ziada, kwa sababu kwa mtazamo wake mipango ya kawaida ya kiusalama huenda isiwe inatosha tena. Mange Kimambi anaenda mbali zaidi kudai kwamba juhudi kubwa inaandaliwa ili kumchafua John Heche hadharani kabla ya jaribio la mabadiliko yoyote ya uongozi. Kulingana na machapisho yake, kampeni hii inadaiwa kutaka kumwonyesha Heche kama kikwazo kinachozuia maridhiano ya kisiasa ndani ya Chadema. Tena kwa sasa hakuna udhibitisho huru kwamba operesheni kama hiyo ipo. Tuhuma hizi za hivi karibuni pia zinaibuka siku chache tu baada ya afisa mwingine mkuu wa Chadema, Hilda Newton, kutoa madai tofauti, akidai kuwa kulikuwa na juhudi zilizopangwa za kumwondoa John Heche kutoka kwa uongozi wa chama. Madai hayo pia hayajathibitishwa kwa kujitegemea. Na watu waliotajwa katika madai hayo hawajajibu hadharani. Katika hatua hii, kinachoweza kuthibitishwa ni kidogo sana. Imethibitishwa kwamba Mange Kimambi amechapisha taarifa hizi hadharani kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii iliyothibitishwa kusambaza taarifa hizi za kushtua. Pia imethibitishwa kwamba madai hayo yamevutia umakini mkubwa mtandaoni kwa sababu yanagusia mvutano wa kisiasa unaoendelea kufuatia maandamano ya Julai 7. Hata hivyo, kwa sasa hakuna ushahidi wa umma kutoka kwa vyombo vya sheria, serikali au uchunguzi wowote huru unaothibitisha kwamba kuna njama dhidi ya John Heche au kwamba pesa zinatumika kushawishi maamuzi ya ndani ya uongozi wa Chadema. Kama kawaida, ni muhimu kwa watazamaji wetu kutofautisha kati ya ukweli uliothibitishwa na madai yaliyotolewa na wanasiasa au wanaharakati. Madai mazito kama haya yanastahili kuchunguzwa kwa uzito, lakini pia yanahitaji ushahidi kabla ya kuchukuliwa kama ukweli uliothibitishwa. Ikiwa madai haya ya njama ya kuuliwa John Heche hatimaye yatathibitika kuwa sahihi kwa kiasi fulani au hayana msingi kabisa, itategemea ushahidi wa siku zijazo na majibu yoyote kutoka kwa wale walioshtakiwa. Kwa sasa yanabaki kuwa madai yaliyotolewa hadharani na mwanaharakati Mange Kimambi na yanapaswa kueleweka katika muktadha huo. Tutaendelea kufuatilia hadithi au taarifa hizi zinavyozidi kuendelea, ikiwa Chadema, serikali ya Tanzania, jeshi la polisi au John Heche mwenyewe au mtu yoyote aliyetajwa katika madai haya na Mange Kimambi atatoa jibu rasmi, tutaweza kuripoti ili watazamaji wetu muweze kusikia kila upande wa hadithi hii muhimu. Kama kawaida, ahadi yetu ni ya kuwasilisha taarifa zilizothibitishwa pamoja na madai yaliyoandikwa wazi, kukuruhusu kutenganisha ukweli uliothibitishwa na madai ambayo hayajathibitishwa. Katika mazingira nyeti ya kisiasa, tofauti hiyo ni muhimu zaidi kuliko hapo awali. Mtazamaji, ni muhimu sana unijuze maoni yako upande wa maoni ama upande wa comment. Vilevile like video hii, subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.